Hujambo mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV mahali popote ulipo. Karibu katika uchanganuzi wa siasa ili nikueleze vile mambo yalivyo, kisha baadaye nitakuwa nachanganua moja kwa moja. Na kwa kusema ukweli halisi wa mambo, kabla ya uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027 kufika katika taifa letu la Kenya, tutakuwa tumeshuhudia mengi, haswa katika sekta ya siasa. Tutashuhudia siasa za usaliti, tutashuhudia siasa za kutoaminiana. Ni kipi hiki ambacho najaribu kukiisema? Kuna habari mbaya ambayo imeweza kufichuliwa wazi, ambayo huenda ikalazimisha Musalia Mudavadi kujiuzulu kutoka kiti ambacho anashikilia kwa sasa katika serikali. Kabla nizame kwa undani, kuna kanda naomba kuweka hewani ili tusikize ambayo ni ya mwandani wa rais. Kisha baada ya matamshi hayo nitarudi kuchanganua moja kwa moja. Kabla niweke hiyo kanda, naomba kushukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo. Mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Naomba tu ukaweze kutupea a like, ukipenda a thumbs up katika kanda hii. Na ikiwa wewe ni mara yako ya kwanza kutazama kanda zetu katika mtandao huu, naomba tu kwa unyenyekevu na heshima kubwa ukaweze kusubscribe. Kuna kitufe hapo chini kimeandikwa subscribe. Bonyeza hicho kitufe ili kuwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote mpya pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokeza notification ya kufahamisha kwamba Mokenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata katika mtandao ule mwingine wa Facebook ili tuendelee kujulisha wengi zaidi. Naomba tusikize ujumbe ambao umeweza kuachiliwa kuhusiana na Musalia Mudavadi. Sauti hiyo ambayo naweka hewani ni ya mbunge wa eneo bunge wakilishi la Kapsaret, Oscar Sudi, ambaye ni mwandani wa rais. Tumusikize vile alikuwa anazungumza akiwa kwa mazishi. Nasema ati Musalia ametumana hapa kusema pole, sijui nani ametumana. Unajua lazima tuseme ukweli. Lazima kama mtu ni rafiki yako, awe ni rafiki yako ya ukweli. Ingekuwa mtu ya mwingine amekufa hapa, ni mtu anajiweza hivi, akina Musalia wangekuwa hapa. Wangekuwa hapa. Na hakuna mtu rafiki ya Musalia na hao Waluya wote viongozi, nikiuliza huyu rafiki yangu kiongozi hapa, huyu alikuwa rafiki ya Rama sana, ndiye amekuja hapa. Wangekuwa hapa. Sasa wanasifiwa jamaa wa Sikineja. Wacha nikwambie bwana, mbinguni iko na matata mingi, wenye wataenda mbinguni ni wachache sana. Umesikiza sauti ya Oscar Sudi vile anaeleza akiwa kwa mazishi. Nadhani ni mazishi ya Mluya ambaye si mkubwa sana. Vile Oscar Sudi ameweza kueleza kwamba kungekuwa ni mtu mkubwa ambaye ameaga dunia, Musalia Mudavadi ambaye ni mkuu wa mawaziri, angehudhuria mazishi yale. Lakini kwa sababu yule ambaye ni marehemu si mkubwa, huenda Musalia Mudavadi aliona sio lazima ahudhurie mazishi yale ambayo Oscar Sudi yeye aliweza kufanikiwa kuhudhuria. Matamshi haya yanamaanisha nini? Kumukera Musalia Mudavadi kisiasa. Kwa nini nasema hivyo? Mudavadi yuko katika serikali ya Kenya Kwanza. Oscar Sudi yuko katika serikali ya Kenya Kwanza, maana naye aliweza kuchaguliwa kupitia chama cha UDA. Baada ya kuona Musalia Mudavadi hakufika katika shughuli ama sherehe ya mwisho ya mwenda zake, angemtetea na kumjenga ama kumjengea jina lake Musalia Mudavadi, maana yeye ni miongoni mwa wale ambao wako serikalini. Lakini yeye akachukua hatua ya kusema ya kwamba Musalia kutofika kwake ni kwa sababu marehemu hakuwa mtu mkubwa. Ndio maana Musalia Mudavadi
hakufika katika sherehe ya mwisho ya marehemu. Sasa ndio maana nikasema kabla ya 2027 hapa katikati tutakuwa tunashuhudia mabadiliko makubwa haswa katika sekta ya siasa. Oscar Sudi alimumaliza Mudavadi kisiasa. Matamshi haya usiyachukulie kuwa hayana nguvu. Yanaweza kusababisha mwanasiasa kuchafuliwa jina kwamba pasipo aga dunia mtu mkubwa yeye hawezi hudhuria mazishi. Na hizi ni vita vya kisiasa. Na nilishangaa pakubwa wakati nilimuona mbunge wa nebunge wakilishi la Emurua Dikri Joanna Ng'eno naye akisema ya kwamba ndio Musalia Mudavadi sasa hivi ni mkuu wa mawaziri. Lakini kuingia kwa Raila Odinga ndiye ataundiwa hicho kiti kiwe na nguvu zaidi ili awe waziri mkuu. Ndio maana nikasema katika uchanganuzi nilifanya mapema kwamba mkuu wa mawaziri ama waziri mkuu hakuna tofauti. Kiti ambacho Musalia Mudavadi anashikilia ambacho kinaenda kukabidhiwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, vile mpangilio tunasikia fununu hapa na pale. Huenda haya yote yatachangia Musalia Mudavadi kuondoka kwa kujiuzulu, kwa sababu wale ambao wako pamoja nao katika kambi moja hawamtetei, ila tu wanaendelea kurusha vijembe vya maneno. Tusikize Joanna Ng'eno ambaye ni mbunge wa Emurua Dikri vile alikuwa anasema ya kwamba Musalia Mudavadi atakuwa naibu wa waziri mkuu, kumaanisha nguvu zile akonazo zitapunguzwa kwa sababu yeye ni mkuu wa mawaziri. Sasa kiti hicho kikichukuliwa na Raila Odinga, yeye atakuwa chini yake. Tusikize vile alikuwa anaeleza. Rais Ruto atakuwa katikati, Raila atawekwa mkono ya kulia, wengine wakina Mudavadi watawekwa kwa mkono ya kushoto. Raila akuwe prime minister, Ruto akuwe rais, naye Musalia akuwe deputy prime minister, na Kibaki akuwe deputy president. Sio sawa? Lakini itaenda mbele namna hiyo. Kwa hiyo wale ambao wanafikiria labda wanangojea hii serikali ya mke, hii serikali imeanza ya mke. Haya yote yanaweza changia Musalia Mudavadi kutoridhika katika serikali na kujiondoa. Lakini niliona Bone Halwale yeye akisema haiwezekani kuwa na kiti cha waziri mkuu na haya kwa serikalini, kumaanisha kuna tofauti lakini yeye alikuwa anamtetea maybe yule ambaye anashikilia kiti hicho cha kuwa mkuu wa mawaziri, kwa sababu wanatoka kutoka eneo moja magharibi mwa Kenya. Kumaanisha Musalia Mudavadi akitengwa ama akijiuzulu, huenda kura za eneo lile la magharibi mwa Kenya zipungue kwa serikali ya sasa. Tusikize Senator Bone Halwale. We don't want another BBI2 in the name of NATCO. If we are amending the constitution, let us ban the midnight oil. We do things the proper way. What is supposed to go for a referendum, let the people decide. If there is a clause, Senator Mugeni, I came to learn during the fight against BBI that you have certain aspects of the constitution which you cannot amend. The lawyers told me at that time that you call them the essential clauses. We want this debate to start now so that we don't waste time in courts fighting NATCO in the name of BBI2. Up to now, when we shall come to vote, I am one of the people who will vote against expansion of the executive. I do not understand the benefit of an expanded. Sina lingine la kuongeza kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Naomba tu ikiwa wewe unatazama hii kanda kwa mara ya kwanza, kuna kidude hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza kama hauja subscribe
ili kupata kada zote pindi tu tunapozikuwa katika mtandao huu wa Kenya TV. Naomba tu kaweze kuponyeza kengele kiko hapo kando. Usisahau kutupea a like na sambaza hii kada kwa grupu 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp. Na asante, barikiwa, tukutane katika kanda ambayo nitatengeneza hapo baadaye. Bye bye.